Sasa katika ukaguzi wa usimamizi wa fedha hasa hazina, kuna mambo makubwa mawili ambayo yameonyeshwa na ukaguzi wa CAG. Jambo la kwanza, mnakumbuka ukaguzi uliopita kulikuwa na sakata ambalo limeongewa sana la trilioni 1.5 kutojulikana imetumikaje, na baadaye kwenye uhakiki ikaja kukutwa kuna mambo mengine zaidi, kuna bilioni 976 ambazo nazo zilikuwa zimeongezeka kwamba zimetumikaje, na ikaleta ile hesabu baadaye ya kuwa trilioni 1.5 ikawa 2.4. Sasa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2018 katika ukaguzi wa CAG anasema, na mnaweza kurejea ukurasa wa 86, ukurasa wa 86, ukurasa huu hapa, ukurasa wa 86. Mnaweza maana ripoti na nyie mnayo, iko kwenye mitandao, mnaweza kwenda mkairejea. Anasema katika kipindi cha mwaka huo serikali ilipata misaada, mikopo yenye masharti nafuu na mikopo isiyo na masharti nafuu, maana mikopo ya masharti ya kibiashara, jumla ya trilioni 5.252 kutoka kwa wadau mbalimbali. Lakini katika pesa hizo zilipopatikana, trilioni 1.6 zilikwenda moja kwa moja kwenye miradi bila kuingia kwenye mfuko mkuu wa hazina. Maana yake pesa hizo trilioni 1.6 hazikufuata utaratibu wa matumizi ya pesa za umma. Utaratibu ukoje? Katiba ya nchi ibara ya 143 niyosema, lakini ibara ya 136 inaeleza utaratibu wa namna fedha hizo zinavyotakiwa zifanyike, lakini inaeleza mamlaka ya CAG ya kuhakikisha kwamba kama pesa zinapelekwa, kwanza lazima ziingie kwenye mfuko mkuu wa hazina. CAG aone kama mamlaka za kupitia bajeti kama bunge zilielekeza pesa hizo zitumike kwa eneo hilo, na CAG aruhusu hizo pesa zipelekwe zikatumike vile, katiba ya nchi. Lakini trilioni 1.6 zilichukuliwa, yani zilipokelewa na kupelekwa bila kuingizwa kwenye mfuko mkuu wa hazina, na bila CAG kuzipitisha, na bila kujua kama kwenye bajeti zilipangwa hizo hela zitumike namna hiyo. Hili swala ni kubwa sana. Ni kubwa kwa sababu gani? Kwa sababu uchafu unaanza hivyo. Swala la kutofuata taratibu za fedha, swala la kutofuata katiba katika kutumia fedha haina jina lingine la kuiita. Jina lake ni moja tu, ni ufisadi. Kwa sababu ufisadi ni pamoja na kutofuata taratibu za fedha ambazo zipo na zinajulikana. Taratibu zipo, katiba inasema, lakini CAG anasema fedha kiwango hicho ambacho ni 0.1 trilioni, yani bilioni 100 zaidi ya fedha za mwaka jana, tena mwaka huu zimerudiwa kufanywa vile vile ambavyo zilifanywa za mwaka jana. Kwa hilo ni eneo moja. Lakini eneo lingine la hazina ambalo ni muhimu sana tulizungumze vizuri ni kuhusu deni la taifa kwenye ukaguzi wa serikali kuu. Swala lingine kubwa ni kuhusu deni la taifa. Ndugu zanguni, sasa hivi serikali yetu inaogopa kuita deni la taifa, na wameamua kulitenganisha, wanaita deni la serikali. Ukiangalia kwenye vitabu utaona kunaitwa deni la serikali. Sasa labda nieleze deni la taifa maana yake nini, ni vizuri tukaelewana. Deni la taifa, ndugu waandishi wa habari, huwa ni deni la serikali la ndani na nje, pamoja na deni la sekta binafsi ambao wamekopa
aidha kwa garantia serikali au katika kulipa watatumia fedha, yani fedha za kigeni zoko ndani kulipa deni nje. Kwa hilo jumla linaitwa deni la taifa. Ni kubwa sana na sababu ziko kadhaa, CAG amesema kwenye ukaguzi mbalimbali, tutasema hapa. Ni kubwa sana. Baada ya kuona hilo deni ni kubwa sana, deni la taifa, wameamua kuachana na deni la sekta binafsi. Sasa wanaongelea deni la serikali peke yake, ambalo leo hii tunavyozungumza hapa kwa ukaguzi wa CAG liko trilioni 50.9. Hilo deni la serikali, tumekimbia deni la taifa. Kwa hiyo tunaongea deni la serikali ni trilioni 50.9, ambayo kama tukiamua kugawana wa Tanzania ambao tuko milioni 53 kwa taarifa ya serikali ya Machi mwaka huu, kila mmoja atakuwa na deni la 978,000 na change. Kila mmoja, mpaka mtoto mdogo anayezaliwa leo atakuwa na hilo deni anadaiwa, ambao ni karibu milioni 1 kila Mtanzania anadaiwa. Hilo tumegawana deni la serikali, hatujagawana deni la taifa. CAG amesema kwenye ukaguzi wake wa miaka 3 mfululizo mpaka unaishia leo, anasema shida kubwa ya deni la taifa huenda sio ukubwa wake. Shida kubwa ni mbili. Kwanza, serikali kukopa mikopo ya kibiashara inayetakiwa kulipwa kwa riba kubwa na inalipwa kwa muda mfupi. Tatizo la kwanza. Lakini tatizo la pili, anasema ni mfumo wa usimamizi wa deni la taifa. Amesema zaidi ya miaka 3. Anashauri serikali irekebishe. Anasema mfumo wa usimamizi wa deni la taifa ni mbaya, ni wa zamani, umepitwa na wakati. Hauwezeshi kujua rekodi maalum ya deni la taifa. Yani kwa maana ya CAG, deni la taifa ambalo tunaongelea hapa ni la kuokoteza. Tunaokoteza. Hazina, badala ya kutumia mifumo ya kiasibu ambayo wao wenyewe wanashauri watumiaji wa fedha wa ngazi zote waitumie, wao wanatumia programu ambayo inatumika tu kwenye vijiwe ya Excel ya kompyuta. Maana yake inaruhusu mtu kuweza kubadilisha anavyotaka. Kwa hiyo hata CAG akiwauliza deni la taifa ni bei gani, wanaleta hili, mara wanaleta hili. Hakuna kumbukumbu sahihi za deni la taifa. Athari yake ni nini? Maana hayo ndio mambo ambayo CAG anasema ndio upungufu. Na ndugu zanguni, upungufu huo ndio ambao CAG ameusema miaka 3 kwenye kaguzi zake zote. Upungufu huo ndio ambao tunasema bunge kwa mujibu wa katiba lingetakiwa kuisimamia serikali ili itekeleze ushauri wa CAG kwamba mnatakiwa kuboresha mfumo wa usimamizi wa deni la taifa. CAG ameshauri kwa miaka 3, serikali haitaki kuboresha. Bunge lenye wajibu wa kusimamia serikali haitaki kuisimamia serikali. Hasa bunge la namna ile unaliiteje? Labda watutafutie msamiati mzuri wa kuliita bunge. Labda ndugu zangu niseme, uimara wa bunge haupimwi kwa namna inavyoweza kujigeuza kama mahakama likafunga watu au kufukuza watu. Halipimwi hivyo. Bunge linaweza kufanya sherehe, uimara wake hauwezi kupimwa kwa ukubwa wa sherehe ambao bunge limefanya. Bunge linaweza kutuma wajumbe kwenda nje au kualika wageni kutoka nje. Uimara wa bunge haupimwi kwa wageni wangapi wamelitembelea au bunge limepeleka wajumbe kwenda sehemu gani. Bunge uimara wake unapimwa na kazi yake ya kikatiba ambayo katiba imelipa kufanya kwa niaba ya wananchi. Na kazi hizo kubwa ni 3. Kazi ya kwanza ni kuisimamia serikali na idara zake zote katika utekelezaji wa majukumu yake. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Kazi ya pili, kuishauri serikali
na kazi ya tatu kutunga sheria. Ndio kazi za bunge ambayo limepewa na katiba. Hayo, utendaji wake katika mambo hayo ndio utaweza kulipima bunge uimara wake au udhaifu wake. Ndio hivyo, na hakuna kitu kingine. Lakini hatuwezi kuonyesha uimara wa bunge kwa kuita watu na kuwahoji tukasema ndio watuone kwamba sisi tuko imara. Hatuwezi kuona kama mko imara. Tunaona mko wadhaifu kwa sababu anayekataa kukosolewa ni dhaifu zaidi. Sasa tuko hapa, CAG kazi yake kubwa ni mbili tu: kufanya ukaguzi na kuandika taarifa. Amefanya ukaguzi mara zote, ameonyesha mapungufu hasa ya deni la taifa kwa bunge, imekwenda bungeni, bunge halijachukua hatua. Sasa hebu niwaeleze madhara yake ni nini. Maana unajua saa nyingine tukizungumza inaweza isieleweke kwamba hili jambo ambalo tunalisema madhara yake ni nini. Madhara yake ni haya hapa. Ndugu zanguni, deni la taifa likiwa kubwa linaweza kufanya nchi ikafilisika. Deni la taifa likiwa kubwa sana linaweza kufanya nchi ikashindwa kukopesheka, ikatangazwa imefilisika. Sasa deni letu liko namna hiyo, lakini ngoja niwaonyeshe madhara yake kwenye bajeti yetu. Kwa mfano, bajeti ambayo inagharimia deni la taifa, makusanyo ya pesa za umma za walipa kodi wa Tanzania, mimi na wewe, ambayo zo zinatumika kugharimia deni la taifa zikoje? Mwaka 2016-17 kwenye bajeti zilitengwa trilioni 8 kugharimia deni la taifa. Mwaka 2017-18 zilitengwa jumla ya trilioni 9 za makusanyo ya walipa kodi kugharimia deni la taifa. Na tunapozungumza ukaguzi huu wa 2018-19 kwenye bajeti ya 2018-19 ambapo makusanyo yetu yote ya ndani yalikuwa trilioni 16, kwenye bajeti zilitengwa trilioni 10 kugharimia deni la taifa. Maana yake ni ukiwa umekusanya trilioni 16 ukatenga trilioni 10 kulipa deni la taifa, maana yake unabakia na trilioni 6. Trilioni 6 unakuwa na trilioni karibu 5 za kulipa mishahara. Unabakia huna hela ya kupeleka kwenye miradi ya maendeleo. Maana yake ili tuweze kufanya miradi ya maendeleo lazima tukope. Lazima tukope. Kwa tunakopa ili kulipa deni la taifa. Unakopa kwa Juma, unamlipa Abdalla. Unakopa kwa Juma, unamlipa Abdalla ili maisha yaendelee. Kutengeneza uaminifu mpya. Maanake huenda Juma alikuwa anakudai muda mrefu, ili kutengeneza uaminifu mpya, unamkopa Abdalla, unamlipa Juma, halafu unasema tuko sawa sawa. Lakini tuwe tunaelewana vizuri, ubaya uko pale. Mfumo wa usimamizi wa deni haujulikani. Kwa hakuna mwenye uhakika, hata waziri wa fedha hana uhakika anaposema deni hili ni himilifu, kwamba uchumi wetu unaweza kuhimidi deni la taifa. Hana uhakika kwa sababu hakuna kumbukumbu sahihi za deni hilo. Labda mpaka waseme CAG anadanganya. Lakini CAG ambao ameenda kuwakagua anasema hawana kumbukumbu sahihi za deni hilo. Na mfumo walionao ni wa zamani. Hivi kwa nini serikali inanesi mfumo wa zamani wa usimamizi wa deni? Kwa nini? Yani shida ni nini? Yani wewe tunakuambia, wewe suruali uliovaa imechakaa sana, na unazo suruali zingine sandukuni. Vaa suruali nyingine hutaki. Kwa sababu kubadilisha mfumo wa usimamizi wa deni la taifa
hauhitaji bajeti. Hawataki, sababu wanajua wao, na sisi tunajua hiki kwa namna yote ile kitakuwa ni kichochoro cha kutoroshea fedha. Kwa tunaweza tukaambiwa hili deni la taifa linalipwa deni la taifa, kumbe mambo mengine sio deni, kwa sababu kama lingekuwa deni ambalo kila mmoja linamuuma, na kwa serikali ya awamu ya 5 ambayo inataka kuonyesha kwamba ina uchungu sana na fedha za Watanzania, lazima wangetekeleza ushauri wa CAG wa kuboresha mfumo wa usimamizi wa deni ili tuwe na uhakika wa deni, tuna deni kiasi gani. Hawataki hicho. Kwa nini? Kwa lazima Watanzania wote tuhoji hili swali. Kwa nini hawa watu tuliowachagua tukawaweka pale hawataki kuboresha mfumo wa usimamizi wa deni ili tuwe tunajua tuna deni kiasi gani na inapatikana namna gani? Lakini nimeonyesha kwamba kwa namna tulivyo, makusanyo yetu yote tunalipa deni. Hatujui bajeti hii tunavyozungumza sasa hivi itatengwa kiasi gani kwa ajili ya deni la taifa. Makusanyo ya mwaka jana walitegemea yawe trilioni 17, wakakusanya trilioni 16. Mwaka huu tunategemea uenda tutakusanya trilioni 17. Wao wameproject kwamba wanaweza kukusanya trilioni 20. Hatuamini kama trilioni 20 zitakusanywa, kwa sababu biashara zimefungwa leo kuliko mwaka jana. Kodi ni chache leo kuliko mwaka jana, kwa sababu wawekezaji wengi leo wamefunga biashara zao hapa, na wafanyabiashara wengi wamefunga biashara zao kuliko mwaka juzi, kuliko mwaka jana. Kwa lazima utegemee mapato ya serikali yanayotokana na kodi lazima yatashuka. Kwa huwezi kufikisha trilioni 20 ambazo zinakusudiwa. Sasa hata kama wakikusanya trilioni 20, kama wakitenga tena trilioni 10 kwa ajili ya deni la taifa, tunabaki na nini? Tunakuwa na uwezo wa kufanya nini kama nchi? Kwa nchi yetu tulichobakia ni kukopa na kulipa, na hatulipi lote na linapanda. Kwa sababu kwa taarifa ambazo za sasa hivi, deni la taifa limekuwa kwa asilimia 20. Yaani kwa miaka mitatu ya serikali ya awamu ya 5, awamu ya tano, deni la taifa limekuwa likiongezeka kwa trilioni 3 kila mwaka. Linaongezeka kwa trilioni 3 kila mwaka, linaongezeka. Manake hii serikali ikimaliza miaka yake 5, deni la taifa litakuwa limeongezeka kwa trilioni 15. Walipolikuta lilikuwa liko trilioni 36. Maana yake miaka 5 tutakuwa tumekwenda kwa zaidi ya asilimia 50 ya deni ambalo wamelikuta, ambalo lilikuwepo la miaka yote. Maana yake serikali hii ikiendelea miaka 10, tutakuwa na deni kubwa ambayo nchi itazama shimoni. Sasa hii sisi hapa tunasema huu ni msimamo wa Chadema. Tunajaribu kufanya tu uchambuzi wa hiyo ripoti. Tunazungumza na Watanzania wenzetu ambao wote kwa pamoja tunalipa kodi, na tukaweka watu madarakani kwa kasi mamlaka yetu ya ibara ya 8 ya katiba, kwamba wao watumie mamlaka tulionayo kwa niaba yetu. Kwa ndivyo kinachofanyika.